Crazy Rocket, now available on PMBet. Abuya amezungumza kuhusiana na yeye kucheza ndani ya Young Africans. Anakuambia sikuwa nafikiria hili. Anasema sikutarajia kabisa kama kuna siku nitaichezea timu hii kubwa kabisa Afrika, lakini kwa Mungu kila kitu kinawezekana, huwezi kujua katika maisha mbele itakuwaje. Amesema pia lakini kwa binadamu tunakuwa na matarajio. Nilitarajia maisha yangu ya soka yatakuwa mazuri, lakini yamekuwa mazuri zaidi kuliko nilivyotarajia kwa kujiunga na klabu hii. Duke Abuya anafurahia maisha ndani ya Young Africans. Toka ajiunge na Young Africans, kiwango chake umekionaje Juma? Ni mchezaji mzuri ambaye anahitaji pia muda, anahitaji nafasi, kwa sababu tangu aweze kujiunga kwenye upande wa kosi cha Yanga hajapewa hiyo nafasi ambayo alikuwa anaipata ndani ya kosi cha Singida. Kama tunakumbuka pia mwanzo alikuwa anachezeshwa kwenye maeneo ya pembeni zaidi. Mwalimu akaona hampi kitu bora, akawa anacheza kwenye eneo la kiungo namba 8. Sofa baada ya kuumia Khalid Aucho, tumeona kwenye michezo hivi karibuni amekuwa anacheza zaidi chini pamoja na Mudathiri kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama wakiwa wanashambuliwa, lakini pia timu inakuwa salama pale ambapo wanapokuwa wakishambulia zaidi. Ni mchezaji mzuri ambaye pia anapaswa kuweza kuchukua experience kubwa kutoka kwa upande wa Khalid Aucho. Na mechi ambayo Yanga alishinda dhidi ya Azam, nilimsikia Alikamo pia aliojiwa kuhusiana na kutokuwepo kwa Khalid Aucho. Akasema sio kwamba kucheza vizuri kwa Duke Abuya ndo kwamba tumisi Aucho. Nafasi ya Aucho bado yuko pale pale. Aucho bado ni mchezaji muhimu ndani ya kikosi cha Yanga. Wao wenyewe fika pia wanatambua kwamba Aucho ni aina ya wachezaji wa aina gani. Inawezekana Duke akikaa anaona apate nafasi, lakini akimwangalia mtu ambaye anayeshindana naye pale, ama watu ambao wapo ndani ya kikosi cha Yanga, kuna Mudathiri kuna Khalid Aucho mwenyewe, anaona kabisa hapa kuna ugumu. Kwa hiyo kikubwa ni yeye mwenyewe kuanza kuaminisha watu kwenye hichi kipindi ambacho Young Africans wanaenda kwenda kumkosa nani? Khalid Aucho. Ni mchezaji ambaye mzuri of course. Na kikubwa zaidi anaitwa pia hata kwenye upande wa timu ya taifa ya Kenya. Naye mwenyewe aliweza akazungumza akasema kwamba kuna pressure kubwa kucheza kwenye timu kubwa kama hizi, kwa sababu malengo yake of course ama ndoto yake ilikuwa sio kwamba aje acheze Yanga, lakini imekuja tu kufanyaje, imekuja kutokea. Kwa hiyo kuna pressure ambayo akikaa na ifeel kwamba hii ni timu kubwa, ina demand kubwa na inahitaji kitu kikubwa kutoka kwa upande wa wachezaji. Unaona Young Africans kutoingia sokoni tena kwenye eneo hili ambao anachezea Duke? Unafikiri inategemea na sana mwalimu. Kama atastick na mwalimu aina hii, inaonekana ni muumini wa kile kitu ambacho anakitoa Duke pamoja na muda kwenye eneo la namba 8, kwa sababu wanaamini zaidi kwenye energy, waamini zaidi kwenye ufundi ule, yani ile technical ability, ile mtu very technical. No, wanaamini zaidi kwenye work ethic. Na kama mwalimu ataendelea kuwa huyu, nafikiri Young Africans wamejitengea kijiji chao kwamba wenyewe wataendelea kutumia namba 8 wa aina hii, kwa sababu kuna namba 8 ya aina tofauti. Unaweza kukuta namba 8 same fan ana enjoy zaidi kuchezea mpira, lakini ukimwangalia Duke, ukimwangalia pamoja na muda, si watu ambao wale ambao wanapenda sana kukaa na mali, yani ni wale wa one touch football, tunaondoka one touch football. Na kama Young Africans wataendelea kusit kwenye hii system ambayo ameiunda, nafikiri sioni wakienda sokoni kuhangaika. Nafikiri eneo ambalo litakuwa linawasumbua zaidi ni eneo la kiungo wa chini, kwa sababu ametoka kuzungumza tu hapo Juma kauli ambayo alitoa Alikamo. They need a number 6 ambaye anaweza kumsukuma Khalid Aucho kwamba okay, wewe sasa hivi inatakiwa uanze kupumzika, wewe inatakiwa uanze kuhesabiwa dakika, kwa sababu kuna kipindi Khalid Aucho alikuwa very exposed. Yani very exposed, na mwalimu akasema sasa kwa vile Khalid yuko very exposed, nakumbuka ni Sid Ramovic akampunguzia majukumu muda ya kwenda mbele, akasema hakikisha una stick na Khalid Aucho hapo, hakikisha pale ambapo timu zinakuja kushambulia kwenye counter attacks kwenye mapana ya uwanja ama katikati, tuhakikishe sisi tuko well covered. Na kama mwalimu anafikia hatua kwamba inabidi mbinu zake viathirike kwa kiasi fulani ili mradi tu fulani acheze, ina maana huyo mtu ni very very key kwenye hiyo timu. Kwa nafikiri Young Africans sehemu ambayo itakuwa inawasumbua zaidi ni kiungo wa chini, lakini pia central defender kuongeza. Okay. Na hapo tunahitaji kuona Blaine ya Hersi kwenye kutafuta mido ya chini. Kwani Hersi ndo anaitafuta Okay. Yes, ndo rais wa klabu. Rais wa klabu ndo kwenye kutoa hela. No. Watakuja watu na mapendekezo yao, lakini ndo mtu wa mwisho kutoa hela.
Sasa sisi anatoa hela tu. Yeye sio kwamba anasimama kusema kwamba tunahitaji mchezaji huyu ndo aingie. Lazima apendekeze. Kwani Pelezi swaga muda mwingine anasajili mwenyewe. Fiorentino. Akiona jina, akimwona mchezaji ambaye anamkubali, anamvutia. Lakini wana scouts wa timu. Wana scout. Ndio maana nimesemaje. Na yeye pia lazima mwisho wa siku yeye ndo atatoa kauli ya mwisho kwamba kweli mmeleta machaguo lakini tuondoke na huyu. Kwa sababu nimezungumza hivyo, Ray ametoka kuzungumza vizuri kwamba ni aina ya mchezaji ambaye ana umuhimu ndani ya kosti ya Yanga. Na tumeona tangu amsajili Khalid Aucho, hakuanza kama namba 6, alianza kama namba 8. Baada hapo akaja akamshusha kwenye dimba la chini. Kwa hiyo amekuja amefit. Angalia baada ya Aucho kuingia ndani ya kosti ya Yanga wamestruggle kwa asilimia ngapi? Umeelewa? Ameenda Azizi, Andambwile, kafeli. Ameenda Nungu Master, kafeli. Ameenda Shua Boy pia, kashindwa compete na Khalid Aucho. Kuna wachezaji kama 3 ambao wameletwa pale kuhakikisha kwamba wanaenda kumchallenge Aucho, lakini mwisho wa siku wameshindwa. Kwa hiyo Aucho siku akisema ananyosha mikono pale Jangwani, nadhani itakuwa ni vilio vya watu wengi zaidi.